Siku ya leo ni ya kipekee kwetu kwa sababu ilikuwa ina matukio mawili makubwa. Tukio la kwanza likiwa linahusiana na mambo ya utunzaji wa mazingira. Lakini tukio la pili, leo ni siku maalum kwa wanaume. Kama mnavyofahamu, ulimwengu mzima wanaume wamekuwa wakilalamikiwa kwamba wamerudi nyuma katika mambo mengi. Na kwa ajili hiyo sasa tumeanza kuhamasishana, tukijua kama mwanaume ni kichwa, tunapaswa kukaa mbele kila wakati. Na kwa ajili hiyo ushirika wetu, tunao umoja wa wanaume wote wanaosali katika ushirika ule, na katika umoja huo tuna mambo mbalimbali ambayo tunayaangalia na kuhakikisha kwamba tuko sawa. Jambo la kwanza ni kuhusiana na afya zetu. Tunafundisha masomo mbalimbali ya afya, changamoto za kiafya wanazokutana nazo wanaume, na asubuhi tulianza na upimaji wa afya ambapo tumepata nafasi ya kupima sukari, tukapata nafasi ya kupima pressure, lakini pia uzito na urefu ili kufahamu kwamba afya zetu zikoje. Lakini baada ya pale tulishiriki zoezi la upandaji wa miti takriban 350, na baada ya pale tulifika uwanjani sasa ili kuanza kufanya mazoezi kuimarisha afya zetu. Kuna mchezo wa kuvuta kamba, tumekuwa na mazoezi ya viungo, na sasa tunamalizia na zoezi la mchezo wa mpira wa miguu. Baada ya mpira wa miguu tutapata wasaa wa kujifunza kuhusiana na stress management au kuondoa msongo wa mawazo na jinsi ya kupambana na msongo wa mawazo. Tuna mtaalamu atakayetufundisha. Baada ya hapo tutakula chakula cha mchana na kurejea kwenye jamii na familia kwa ajili ya kutimiza majukumu yetu mengine. Lakini jambo hili tunalolifanya sio kwa siku moja tu, ni jambo endelevu kila wakati hadi tuhakikishe mwanaume anakoroma kama jinsi ambavyo Mungu alituumba tuwe vichwa, siku zote tukae mbele na sauti ya kiume isikike. Kwenye upande wa mazingira tumehusika wote kama washirika wote. Lakini hii sasa baada ya pale program ya afya, michezo na chakula cha mchana, hilo ni la wanaume. Maana hata chakula tunafundishana chakula ambacho mwanaume anapaswa ale ili aweze kubeba majukumu mazito alionayo katika familia. Nini mnafanya hadi mnashirikisha na watoto? Mwanaume anaanza wanaume tokea ukiwa tumboni. Sasa hatuna uwezo wa kuingia kule tumboni na kuanza kuhangaika na mwanaume akiwa tumboni, lakini kwa habari ya watoto walioko tumboni tunahitaji wamama wetu watunzwe afya zao ziwe njema. Atakayezaliwa azaliwe akiwa safi. Akishazaliwa tukatambua basi huyu ni jinsia ya kiume, basi anaingia moja kwa moja kwenye program ya uwezeshaji wa wanaume. Na tunaenda tukiwa tumebeba marika yote hadi wazee, kwa sababu tunahitaji jambo hili liwe la vizazi na vizazi. Ndio maana tumechukua wanaume watu wazima, wazee kabisa, wanaume watu wa makamo, vijana na hata watoto, ili tuhakikishe kwamba jambo hili ni la vizazi vyote. Wanaume kwa umri wote aimarishwe, atiwe moyo na andaliwe kuwa mwanaume imara kwenye jamii. Na vipi kuhusu umoja wa wanawake? Sababu tumeona kuna baadhi ya wanawake walikuwa wanapanda miti kule kwenye ile bonde la Rahu. Na wao vipi kwa upande wao, ama mliwaalika tu ili wajifunze? Wanawake ni sehemu mojawapo. Sasa hivi tunayo idara inaitwa idara ya malezi na familia, na kuna mambo ambayo tukiyafanya tunahitaji tufanye wote kwa pamoja. Na zoezi la mazingira lile si zoezi tu ambalo linapaswa kufanywa na wanaume, ni watu wote. Kwa hiyo ndio maana programu ile ya kwanza ya mazingira tumewaalika wote, wanaume na wanawake, na si wale wa kanisa letu tu, tulialika na watu wengine ambao si wa Lutheri, na tunashukuru kwamba wamefika. Kwa hiyo zoezi la mazingira hilo halina cha jinsia, hilo tunalifanyia kazi wote, na ndio maana tulikuwa watu wote katika upandaji wa miti. Na tukiachilia mbali, kwa tunajua wewe ni mkuu wa pili wa jimbo, una ushauri gani kwa wachungaji wenzako wa jimbo na dayosisi yote ya Kaskazini? Ushauri wangu, kwa kuwa wachungaji wote tunatumikia mpango mkakati wa dayosisi yetu ya Kaskazini, basi ni lile tu la kutii na kuheshimu maongozi ya Baba Askofu Daktari Fredrick Onailisho, ambaye katika maongozi yake tumesema ni muhimu kipindi hiki tukaimarisha wanaume. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania liweze kuwa na wanaume walio imara na ambao wanaweza kusimama vizuri katika wanaume wao. Na unawashaurije wale waliopo maeneo ya milimani kwa wakati huu wa mvua, watumie hizi mvua kufanyaje? Wanaume walioko kwenye maeneo ya milimani wafanye kama sisi wa mijini. Sisi wa huku mjini tunafanya zoezi la upandaji miti, tunaamini kwamba kila mahali kunapaswa kufanya hivyo, lakini tunafanya kazi ya udabuaji, maana yake kuondoa matakataka na mitaro iliyoziba, na kule vijijini kuna umuhimu pia wa kufanya namna hiyo. Mvua hii ni ya muhimu, ni ya baraka kwetu, ni vizuri ikatumika vizuri kwa kupanda miti, lakini kwa kuvuna maji, kutengeneza makinga maji. Sisi pia kuna maeneo machache ambayo tumeshauri na tumeweka makinga maji ili kuhakikisha kwamba mvua hizi zinatumika vizuri. Zoezi letu ni endelevu. Nikianza na zoezi la upandaji wa miti, unapoingia tu eneo la majengo mwanzoni kabisa daraja la Mto Rau utakutana na msitu ambao msitu ule una zaidi ya miaka 10.
na msitu ule ni kazi ya usharika wa majengo. Kwa hiyo hata sisi tunachokifanya sio kipya, tunaendeleza maono ya wachungaji waliotangulia na wazee wetu waliotangulia katika usharika wa majengo, kwamba upandaji wa miti katika kingo za mto Rau ni jambo endelevu. Lakini pia hii ya wanaume ni endelevu kulingana na sera ya kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini. Ninaamini na KKT kwamba umoja wa wanaume utaimarishwa kuanzia sasa na vizazi vijavyo. Mimi naitwa Fredrick Monyo, msharika wa majengo kanisa la Kilutheri Tanzania. Nimeishi majengo miaka yote hapa, niliishi hapa Moshi zaidi ya miaka 40. Na tulipoanzisha umoja wa wanaume tulikuwa na malengo mengi tu, na tulianza tu kwa pili corona inaanza. Kwa hiyo maono yetu yakafifia kwa miaka ile miwili ya corona. Kwa hiyo tumeamua tena kuamsha upya. Tumeanza na kwaya ambayo pia ilishiriki katika mashindano au tamasha la uimbaji la Dayosisi. Pia tukiona pia ili tuendelee kuwa na uhai, tuwe na siku ya kipekee leo. Kwanza kutunza mazingira, tuanza kupanda miti katika mto Rau, kutoka hapo daraja la Rau kuelekea mpaka msitu wa Njoro. Tulikuwa na miche 3000 na bado haikutosha, bado tuendelee na zoezi hilo, tunatakiwa endelevu. Lakini pia tukawa na michezo, tukapima afya zetu pia, kila mmoja hali yake afya. Baada hapo tukaja sasa kwenye maandamano mpaka kwenye uwanja wa KNC ili tuweze kufanya mazoezi ya mwili pamoja na kufanya michezo tofauti, kwa kuvuta kamba, mazoezi ya mwili kwa muda. Na sasa hivi tuko kwenye mpira wa miguu, tunacheza kati ya mtaa wa Njoro na mtaa wa Majengo, na natufanya tuchangamke kidogo mpaka tunapomaliza shughuli zetu kwenye saa 9 mchana. Tukutana pamoja tupate elimu kidogo kuhusu wajibu wetu kama wanaume. Kama tunavyoona mmepanda miti asubuhi na mmeshirikiana umoja wa wanaume, umoja wa wanawake pamoja na watoto. Sasa vipi utaratibu mlioweka kuhusu kutunza ile miti ili iweze kuwa salama? Tunashirikiana na idara ya misitu, maana pia ndio walichangia katika kutupa hiyo miti, lakini pamoja kwamba wenye vitu wa mitaa wa maeneo yale pamoja na vitongoji wanashirikishwa ili waendelee kutunza maeneo yale. Lakini pia watoto wa kipaimara wakati wa ukame watakuwa wanashirikishwa kwenda kunyeshea. Sasa hivi kwa kuwa ni wakati wa masika, basi tutahitaji zaidi ya kutunza kwa kuangalia kwamba hamna mtu anang'oa au anaharibu. Sasa hivi mvua ikishaisha, basi kiangazi kianza, tuanza hiyo zoezi la kuhakikisha kwamba wanapata maji ili waweze kuendelea kukua na kuimarika. Ushauri wako kwa wale wazee, sababu tumeona wewe umri umesogea kidogo, ni mtu mzima, na baadhi ya sharika zetu wako wazee wengi lakini wamerudi nyuma wakisingizia kwamba umri umeenda. Wewe unawashauri nini hao wazee kuhusu kujiunga na umoja wa wanaume? Kujiunga na umoja wa wanaume hamna cha umri, lazima ni mwanamume. Hata hiyo ushiriki mpaka Mungu atakupumzisha. Labda ukuwe na afya mbovu ambao unashindwa kushiriki shughuli za kawaida. Kama unaweza kutoka hapo nyumbani ukaenda kwenye ibada, ukaenda kwenye shughuli dogo za kushughulisha, basi hata swala la kushiriki katika, maana sio lazima ufanye kazi ngumu, za kawaida tu. Hata michezo, mimi sikuingia kucheza mpira, lakini nilikuwa nahamasisha, nilikuwa nashangilia, lakini kwenye mazoezi nilifanya kwa kiwango changu, mwili uliruhusa kujikunja na nini, lakini najiona naweza. Hamna kuzeeka mpaka utaposhindwa kutoka hapo ndani labda. Na unawashauri nini vijana ambao asilimia kubwa wamerudi nyuma na wameingia kwenye makundi ambayo sio sahihi? Watambue kwamba wameshapotea njia, na kama mtu barabarani ukapotea njia, ni vyema ukatafuta njia sahihi, na njia sahihi ni kumtafuta Mungu. Tafuta Mungu, hakika utapotea, lakini ukiishi bila Mungu utapata shida sana maishani. Mungu kwanza katika maisha, mengine yatafuata tu.